atakayefuata utaratibu usiokuwa wa Uislamu, atakayefuata usiokuwa mwongozo wa Allah tabaraka wa taala, basi mtu huyo baada ya elimu kumjia, aliambiwa bwana mtume na tuambiwa na sisi, hutopata walii, hutopata msaidizi, hutopata kunusuru kesho mbele ya Allah tabaraka wa taala, baada ya Allah kukunyima nusura na kukunyima uangalizi wake. Uzanguni, madhara ni makubwa sana. Katika madhara ya watu kuacha inhirafu hii, kuacha dini na Uislamu na mila hii ya Uislamu, madhara yake ni watu kuishi mulhidun, watu wakawa wanashaka juu ya uwepo wa Allah tabaraka wa taala. Na vitu hivi sana ni vitu vya kawaida. Watu wengi wanaopita maskuli wamekumbwa na vitu hivi, tukasomeshwa mpaka theory ya mwanadamu ameumbwa au amejitokea. Ilikuwa ina malengo gani theory hii? Dhana hii ya kwa mwanadamu, je, kaumbwa au kajitokea? Tukafundishwa na mifano, kaambwa tizama kwenye mtungi wa maji, kama maji yanakaa sana ndani wakuta viluilui, kaviumba nani vile? Ulizwa vimetoka wapi vile? Mwalimu huyu anakomaa. Tukafundishwa mwanadamu huyu mwanadamu asili yake alikuwa ni sokwe au ngedere au nyani, alafu akaadvance toka alikuwa na magoya, kainama kakita miguu, akenda mpaka simama. Na vitabu watoto wakachorewa kabisa, watoto wakajazwa hivi vitu. Huu ni mtaala, msizania haya ni mambo watu waliyaeka tu kwa bahati mbaya. Walikuwa na malengo, watu wakawa na shaka juu ya uwepo wa Allah, wakawa na mashaka juu ya muumba Allah tabaraka wa taala. Je, wao wameumba au wamejitokea tu? Kwa tuna watu mpaka leo ni wapagani, ana jina tu mpagani, kinachoambia inshallah niombee dua. Ni madhara. Lakini katika madhara ni kutokutabikishwa sheria ya Allah tabaraka wa taala katika ardhi. Kwa watu wakaingia katika demokrasi, na kwenye demokrasi ikawa kuna watu wanatunga sheria, sulta ya tashri'ia ikawekwa huko, kwa watu wanakwenda wanatunga sheria zao. Sheria ya Allah, tayari nchi hazina dini, hakuna dini, usilete udini, hayo mambo ya dini huko. Sheria ya Allah ikawa haina nafasi, lakini kanuni zilizowekwa na kutungwa na watu zikawa na nafasi sana katika jamii. Katika madhara ni kuenea fasadi, ufisadi katika upande wa akhlaq. Hadithu wala haraj, mtazameni namna tabia zilivyokuwa mbaya katika mujtama. Ulevi, uzinifu, uvutaji bangi, watu kwenda uchi na mengineo, wizi, ujambazi, tabia ovyo mbaya kabisa katika mujtama. Madhara yake ni hizi, fikra mbalimbali na mila mbalimbali zisizoendana na Uislamu zilipoingizwa kwa watu. Kwa mfano, fikra ya capitalism, rasulmalia, msingi wake ni kuchuma tu kwa njia yoyote, wewe umiliki tu. Kwa Muislamu ana Uislamu lakini auza pombe, bora apate ile mali. Rasulmal ni kutafuta kumiliki, yuko tayari auwe, yuko tayari auze madawa ya kulevya, alafu huko anachukua hela za madawa ya kulevya aleta msikitini atoa sadaka. Angalia, watu wako tayari kuchuma kwa njia yoyote, na wakatengeneza kwamba hizo ni njia za kutafuta maisha. Watu wanafanya betting. Mtizama betting, mambo ya kamari yalivyoenea. Vijana hawana kazi na mikeka, mara mkeka umechanika, mara mkeka hivi.